Ili uwe kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare katika page yetu. Bwana Djigui Diarra, golikipa Yanga pamoja na timu yake ya taifa ya Mali. Bwana golikipa huyu amefanya balaa kubwa katika mashindano ya AFCON ambayo yanaendelea hivi sasa huko Morocco. Kama unavyojua, Djigui Diarra na timu yake ya Mali katika michuano ya AFCON katika hatua ya 16 bora wamekutana na Tunisia, mechi ambayo ilikuwa ni ngumu, mechi ya vuta ni kuvute, mechi ambayo ilikuwa inaamua nani anaenda kucheza robo finali. Bwana ni mechi ambayo ilikuwa ni ngumu kweli kweli, kwa sababu kila mmoja alikuwa amejiandaa vya kutosha kukabiliana na mwenzake, hivyo mechi haikuwa rahisi. Ni mechi ambayo ilikuwa imechezwa kwa plani nyingi na mbinu nyingi, lakini mechi hiyo ilimalizika kwa dakika 90 kwa goli 1-1, hivyo ilibidi lazima waende extra time, na katika dakika hizo za nyongeza 120 mechi hiyo ilimalizika hivyo kwa 1-1. Kwa hiyo ilibidi waende katika mikwaju ya penalty, na hapo ndipo Diarra walipomjua ubaya wake. Diarra alipoweza kuisaidia Mali kufuzu kwenda hatua robo finali. Bwana Diarra alichukua penalti mbili zote kama amepewa tu, alizichukua kama zawadi. Huyu ni Djigui Diarra ambaye ameonyesha uhodari wake wa kudaka toka akiwa na Young Africa, lakini pia katika timu yake ya taifa hivi sasa amekuwa ni mwiba, amekuwa ni mchezaji tegemezi, hivyo amefanya Mali kufika katika hatua ya robo finali. Lakini kama unavyojua, Mali akikutanaga na Tunisia uaga ni mnyongi kwa Mali. Katika mechi 4 zote mfululizo ambazo amekutana, Tunisia hajashinda mechi hata moja. Mechi ya kwanza alifungwa 2-0, mechi ya pili akatoka 1-1, ya tatu 1-1 na ya 4 tena 1-1. Kwa hiyo katika mechi 4 Tunisia amedraw mechi 3 na kupoteza mechi 1 dhidi ya Mali. Kwa hiyo Mali ni mbabe wa Tunisia. Tunisia kutana na Mali wakati wowote, kupata ushindi kwake uwaga ni vigumu. Ndivyo Mali wameendeleza ubabe wake dhidi ya Tunisia, kwa sababu wanamjua nje ndani, wamecheza naye mara nyingi, na Tunisia hajawahi kufua dafu popote pale anapokutana na vijana hawa kutoka kwa bwana Mansa Musa. Tunaita ni wajukuu wa Mansa Musa. Huyu ni mfalme wa kwanza kutoka huko kwao Mali. Bwana huyu alikuwa naye ni mtu ambaye anapenda sana soka, hivyo amewalisisha vijana wake michezo hiyo katika nchi ya dhahabu ambayo imeitwa Mali. Bwana Djigui Diarra kama unavyojua ameendeleza kuwa ni mbabe wa kudaka mikwaju ya penalty. Kama unavyojua hata katika finali ya Yanga dhidi ya USM Alger au wengine wanajiita USMA huko Algeria, mechi ambayo Yanga alipata goli la kwanza kwa kupitia mkwaju wa penalty kupitia Juma Shabani, lakini vile vile Usman alikuja kupata penalty, na penalty hiyo Djigui Diarra alikuja aliifuta nzima. Kama unavyojua bwana, ni mechi ambayo ilikuwa inaamua, mechi ya maamuzi, hivyo Diarra anaonyesha uwezo wake mkubwa wa kudaka penalty, na hivyo amefanya muendelezo kama kawaida yake katika mikwaju ya penalty. Anaonekana ni kipa ambaye ni mzuri, anajua kusave penalty, anajua kuanzisha mashambulizi, anajua kila kitu. Ni kipa ambaye amekamilika. Kama ni package, hii ni package ambayo imejaa kila kitu. Huyu ni Djigui Diarra, screen protector. Nyo anasema wana Yanga wanajipiga vifua mbele wakisema kwamba screen protector ni mmoja tu Tanzania. Screen protector ni Djigui Diarra peke yake, huwezi mfananisha na kipa mwingine yule yoyote hapa Tanzania. Yeye ni namba moja, yeye ni kipa namba moja kwa sasa, na ndio kipa ambaye amekuja kuipa thamani ligi ya Tanzania bara. Kama unavyojua amepita makipa wengi katika ligi ya Tanzania bara, lakini Djigui Diarra ni kipa ambaye ameonyesha kwamba ana uwezo mkubwa, daraja lake ni la juu kupita makipa wote wale ambao wamewahi kucheza Tanzania na ambao mpaka hivi sasa wanaitumikia. Masomo wakitaka kujifunza wajifunze kwa Diarra, somo ni bure tu. Diarra kuwafundisha wao sio kazi ngumu, ni wenyewe tu wawe ni wepesi kuelewa, kwa sababu Diarra anatoa darasa huru, darasa ambalo halina malipo wala halina kiingilio. Wewe mwenyewe tu unajifunza kutokana na jinsi anavyodaka na kumwangalia. Hayo ni maneno ya Yanga, lakini kama unavyojua bwana, Diarra anacheza timu yake ya taifa ya Mali, lakini msemaji wa Yanga amekuja na kusema kwamba huyu ndo screen protector ambaye ninamjua mimi, ndo screen protector ambaye Engineer Hersi kila siku anawaza. Maana timu nyingi zinakuja zinamtaka kwa hela nyingi, lakini Engineer Hersi anapambana kumbakisha mtu wa kazi, mtu wa nguvu ambaye anaifanya mpaka sasa hivi Yanga iko vifua mbele katika klabu bingwa barani Afrika na katika ligi kuu Tanzania bara. Ni golikipa ambaye ameweka standard kubwa, na standard yake kufikiwa sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Ili ukitaka kufikia standard yake unatakiwa ufanye kazi kweli kweli, inatakiwa ujifunze mambo mengi ili umzidi yeye, labda asiwepo, lakini kama yupo naendelea kucheza mpira kumpita yeye ni kazi kubwa, ni kazi ambayo kuifanya unatakiwa uwe unajituma kweli kweli. Kama ni mazoezi uwe unayafanya asubuhi, mchana na jioni, ikiwezekana hata kulala usilale, ndio uweze kufikia level ya Djigui Diarra. Bwana, mashabiki wa Yanga kama unavyojua nao hawakupoa,
unavyojua bana, wanapenda kitu chao, wanampenda golikipa wao kwa sababu ndio golikipa namba 1 timu ya taifa ya Mali, lakini pia kwa Yanga ndio golikipa wao namba 1. Hivyo wanasema kwamba Djigui Diarra ni golikipa mzuri, na kama timu yoyote inamhitaji kwa hivi sasa, basi kumpata kwake ni ngumu, maana thamani yake imezidi kupanda kila kunapokucha. Thamani ya Diarra haishikiki kwa sokoni. Ukitaka makipa mwende mkaokote ambako wanakookotwa, lakini kwa Diarra kumpata ni kazi ngumu, ni kazi ambayo hata ukifanya malipo yake hayajulikani bei yake ni shilingi ngapi, na ndio bei ya kumpata Djigui Diarra, maana yeye ni kipa ambaye standard yake kwa sasa ni kubwa mno. Hawezi kulinganishwa na kipa yoyote yule ambaye anacheza ligi kuu ya Tanzania, hata na baadhi ya ligi za hapa Afrika. Kwa Afrika hii Djigui Diarra wanasema kwamba mashabiki wa Yanga ni golikipa namba 1 kwa magolikipa wote ambao wanashiriki ligi za Afrika. Wenyewe wanamtetea golikipa wao, wenyewe wanamsifia golikipa wao na kumkingia kifua kusema kwamba yeye ni kipa ambaye anaweza kuokoa michomo ya kila aina, ndio maana wakamuita screen protector. Na pia huyu bwana ana majina mengi, ukipenda muite midaka mishale. Huyu wenyewe wanasema sio mipira tu, hata mishale ya Osman Bey anaweza kuidaka kwa umaridadi wa hali ya juu. Ni Djigui Diarra, kipa ambaye uwezo wake kila kunapokucha unaendelea kuongezeka, lakini pia yeye mwenyewe anajua soko lake linaendelea kuwa kubwa huko sokoni, hivyo anafanya mambo makubwa, ikiwezekana ajiuze kwenda mbele. Lakini wengine wanaona kama umri kwake ni tatizo, kwa sababu anaonekana umri umekimbia, hivyo kwenda kujiuza mbele kwa hivi sasa ni kama ndoto tu. Aendelee kupambania hapa Tanzania au kucheza soka la hapa tu Afrika kuliko kwenda nje. Kwa wakati huu ameshachelewa, kwa sababu hata katika timu yake ya taifa ya Mali makipa wengi ambao wanashindana nao ni makipa ambao wanacheza nje ya mipaka ya Afrika, ni makipa ambao asilimia kubwa wanacheza Ulaya, lakini kwake wamefua dafu, lakini kwake wameshindwa kufurukuta kwa Djigui Diarra. Djigui Diarra anaonyesha kiwango kikubwa kila inapokuwa leo. Djigui Diarra anaonyesha kiwango kikubwa kila kunapokucha, hivyo anawafanya makipa wenzake waendelee kusugua benchi, makipa wenzake waendelee kujifunza, japokuwa yeye anachezea Afrika, yeye anachezea Tanzania, yeye anachezea Yanga Afrika, lakini makipa ambao wanachezea Ulaya wanajifunza kupitia yeye. Makipa ambao wanachezea Ulaya wanaendelea kupata darasa kupitia Djigui Diarra. Na Diarra sio mchoyo kuwafundisha, kwa sababu vitendo anavyovifanya uwanjani, hata kama wewe ni golikipa lazima umuige. Hata kama wewe ni golikipa unatamani kwenda mbele, unatamani kufika mbali, lazima uwe una uwezo kama Djigui Diarra, ikiwemo kupiga pasi miguuni, kuweza kupunguza goli na kuweza kudaka. Hayo ni maneno tu na matambo ambazo mashabiki wa Yanga wanakuja nazo. Je, wewe mwanasoka, mpenda michezo, mpenda burudani, je, unasemaje kuhusiana na Djigui Diarra? Je, ana uwezo mkubwa hata kwenda kucheza katika ligi kubwa huko nje ya mipaka ya Afrika, yani Ulaya, au Diarra kiwango chake ni cha kucheza tu hapa Afrika, hapa Yanga Afrika, au anaweza kwenda mbele na kuonyesha uwezo wake mkubwa? Bwana, ili habari zisikupite, subscribe, comment, like katika page yetu.